Mwanza ndio home, Kisesa ndio maskani. Ninachoweza kusema ni kwamba hii itakuwa ni historia kwa hasa mimi ninayetokea hapa, sababu nimepania kufanya show kubwa. Ni eneo la nyumbani. Mwanza iko mabegani kwangu, Kanda Ziwa iko mabegani kwangu. Watu kutoka mikoa ya Mara, Shinyanga, Geita, Kagera walishaanza kusogea. Tutarajie nyomi ya watu, na mpaka sasa hivi tunapozungumza tiketi zinakimbia kinoma. Kwa hiyo naweza ikafika kesho show ikawa sold kama ilivyokuwa Mlimani City Dar es Salaam. Kwa ambaye wewe hujakata tiketi, bora wahi mapema, unaweza ukakuta tiketi hazipo getini, kwa sababu mimi nakuwa nikiishi sana Kanda Ziwa, mnajua. Kwa hiyo najua nikikaa na mashabiki wao kwa ambavyo huwa wana complain kwa nini wasanii wanazimishwa, kwa nini wasanii hawaonekani, shanaelewa. Kwa sasa shauku yao baada ya kusikia Mlimani City na show inakuja hapa, wanataka kuona muziki classic na wasanii classic ambao walikuwa wanawasikiliza toka kitambo. Kwa hiyo tutarajia show classic, eneo ni classic, wasanii classic na muziki classic. Mimi binafsi niliposikia kwamba wanamuziki wanapanda ndege na wanamuziki ni zaidi ya 40, lakini wanahabari na waandaaji zaidi ya watu 120, na nilipofika uwanja wa ndege baada ya kukuona pembeni unapiga story na washikaji zako, nikaona kuna moment fulani ambazo unasema yes, game inakwenda pazuri. Na inawezekana hii ni show yako ya kwanza kupanda kwenye ndege moja na wanamuziki wenzako zaidi ya 40. Neno lako ni lipi na moment zilikuwaje ndani ya ndege? Show bora yoyote duniani inakuwa bora ikipata waandaaji bora. Ukiwa na mapromota kanjanja, labda unaweza ukaenda sehemu kuna mziki wa milioni 1 akachukua mziki wa 300,000, hiyo ni promota fake na show yako haiwezi kuwa bora. Kwa hiyo waandaaji wa show hii wanautambua mziki, wanatambua thamani ya taifa letu, thamani ya sisi wasanii. Kona ndio maana kuanzia Mlimani City watu waliona kama ni jambo la kawaida, na kuna wasanii walitukana hawawezi kuimba na sisi nafikiri mnawajua, lakini sasa hivi wanalia, wanatamani waje Mwanza na mikoa mingine. Walijua waandaaji wanajaribu, na sasa hivi sisi kama wasanii waandaaji ni sawa na wakuu wa majeshi. Kwa sisi ni wanajeshi ambao tunatakiwa tukisimama jukwani tupige mizinga, tupige nyuklia za hatari, shanaelewa, ili wale waliotubeza, hasa wasanii wenzetu, wale waliokuwa wanatubania wazidi kuona aibu na kuinamisha vichwa chini kama walivyoinamisha vichwa chini Mlimani City. Sasa nizamu ya wao sio kuinamisha vichwa tu, bali watalia sana kwa nyomi ambao litapatikana tarehe 8 mwezi wa 8 pale Climax Rock Mall. Unakubaliana na mimi kwa ndia nyinyi wasanii mnatakuwa mwashukuru pia waandaaji, kwa sababu tumeona baada ya tamasha au show kubwa ya Mlimani City mmeanza kutajwa kwenye matamasha mengine makubwa, na ndio maana wako wewe ndio umetajwa msanii wa kwanza. Ndio maana niliposema kwamba show bora duniani kote inakuwa bora ikiwa na mwandaaji bora. Waandaaji wetu wako bora, kwa hiyo show lazima iwe bora, na wanamuziki tuko kwenye mazingira bora, kwa hiyo lazima tufanye performance bora. Tunasubiri surprise ya namna gani kwa Dudubaya hapa Mwanza? Kwanza siwezi kumwangusha mamangu mzazi, siwezi kumwangusha babangu mzazi japokuwa ametangulia mbele yake, na ndio maana hivyo tu pale airport nilibusu ardhi ya Mwanza. Kwa hiyo nimejipa. Ile ilikuwa ina maana gani? Nilitoka Mwanza nikiwa naumwa, siwezi kutembea, mikono ifanye kazi. Mamangu baada ya kukaa naye muda mrefu nikamwambia siwezi hospitali za ukongoja niondoke, akanikumbatia akanibusu. Kwa hiyo nimeenda nimerudi nikiwa salama. Kwa ni time ya kumkumbatia na kumbusu tena mamangu mzazi kwa sababu ana furaha. Kwa hiyo siwezi kumangusha, ndio namaanisha hivyo. Hata mizimu yangu siwezi kuiangusha. Na watu wanasema hii ndio show yako ya kwanza ambapo utaimba wakati mama yako mzazi anakusubiri akuone kwa hamu. Unatamani kufanya kitu gani ili uaminiishe mama yako kwamba wewe ni kijana bora na ni kijana ambaye umenyoka kwenye taifa letu la Tanzania? Mimi ni mzoefu wa show kwa miaka mingi ndani na nje ya Tanzania. Kwa hiyo sijawahi kufanya show mbovu. Kwa hiyo nitafanya surprise kubwa, siwezi kusema nitafanya nini, lakini nawashukuru waandaaji wameniweka mapema ili mamangu ashuhudie show alafu apate usingizi. Umetisha sana. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku?
licha ya kwamba tayari yanafahamika. Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.